Nachokikumbuka katika kuanza mwaka 2026, ina maana mwaka huu, nilizungumza na Sarah Dominic wakati ametoa wimbo akiwa na Godfrey Steven, nimebadilishwa. Tulizungumza mengi sana, na kubwa zaidi akawa ametuahidi kwamba akirudi atakuja na wimbo mwingine mpya. Na basi tumshukuru Mwenyezi Mungu, Sara tupo naye katika studio za Dodoma FM na ndani ya Safina, na tutazungumza mengi sana kuhusiana na uimbaji na wimbo wake mpya ambao unakwenda kwa jina la Testimony. Wiki iliyopita, Jumapili iliyopita, kwa mara ya kwanza niliucheza hapa, na nilikueleza msikilizaji kwamba inabidi tujivunie kwa kuwa na mwimbaji ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutokea hapa Dodoma, na ambaye anafanya vizuri katika uimbaji wa nyimbo za Injili, kwa sababu kumshirikisha mwimbaji mkubwa kama Godfrey Steven, lakini pia na mmoja ya waimbaji kutokea kundi la Zabron Singers, Jafet, bila shaka kuna wimbo aliweza kushirikisha naye. Kwa hiyo si jambo la kawaida, ni jambo ambalo lenye baraka, lakini pia kuwapata wale ni kazi kidogo ambayo unaweza ukatumia rasilimali muda, rasilimali fedha, na hata pengine wao kukupa ratiba, kwa sababu wana kazi nyingine nyingi ambazo wanakuwa wanazifanya na uandaaji wa nyimbo zao nyingine nyingi. Sawa, leo katika Jumapili hii ambayo ni ya baraka pia tuna Sara ataweza kuzungumza na atasikika pia katika wimbo wake mpya, lakini nipo na manager Paul pia ambaye ni manager yake Sara, naye pia atapata nafasi ya kuweza kusikika. Lakini fahamu ya kwamba ukiwa nyumbani, ukiwa popote pale, kunywa maji ya Kilimanjaro Natural Mineral Water ni maji ambayo yanakata kiu yako, lakini pia yanakuweka sawa sawa, kuhakikisha kwamba unakaa vizuri, kwa sababu ni maji ambayo nasema yana virutubisho vingi kweli kweli katika kuhakikisha kwamba mwili wako unakaa sawa sawa. Na utakapokuwa popote pale, waambie unahitaji kunywa maji ya Kilimanjaro. Ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, ukiwa kwenye mishemishe zako, kunywa maji ya Kilimanjaro Natural Mineral Water. Jamani, karibuni sana. Asante sana. Tumekunywa maji ya Kilimanjaro. Tukitoka hapa tunaenda kunywa. Basi madirector wamewafanyia kitu ambacho sio kizuri. Noah pamoja na George ungewapa maji ya Kilimanjaro pale mlangoni hapo. Kwa hiyo mtakunywa bila shaka mkitoka hapa baada ya kuzungumza. Naamini call itakuwa inahitaji kupata maji, au sio? Kabisa. Director tena. Manager Paul, karibu sana bana. Asante kwa mara sana, nyingine tena tunakutana. Asante sana. Maana inabidi uzungumze wewe, alafu baadaye ndio msanii wako azungumze. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kazi ni kubwa. Kutoka katika nimebadilishwa mpaka testimony. Kazi ni kubwa. Kabisa. Hongera sana. Asante sana. Imetuchukua muda gani kuweza kuandaa hii testimony? Okay, hii testimony imekuja kwa mara nyingine tena. Mara ya kwanza ilikuja testimony katika kipindi ambacho nadhani tuliileta kwenye kipindi ambacho ilikuwa sio sahihi. Ilikuwa si muda wake. Ilikuwa sio muda wake. Okay. Tukasema tuirudishe tena testimony kwa sababu ni nyimbo fulani ambayo ilikuwa ni kubwa, ni nyimbo ambayo ilikuwa ni nzuri. Mule ndani sauti ya Petro Jailos imesikika mule. Tukaifanyia lyrics, ndio tukawa tumeipandisha. Tumeona pia mapokeo ni makubwa sana kwenye ile nyimbo. Imeenda kabisa. Sawa. Najua meneja unashughulika na kuhakikisha kwamba nyimbo zinakwenda za msanii wako na nini, lakini katika uandaji wa video nimeona ulishauri Sala aweze kuvaa kama vile alivyovaa katika uandaji, au ni designer? Of course katika vitu anavyofanya Sala vyote mavazi niseme yale nilihusika kwa sehemu. Kwa mfano lile prova ambalo alikuwa amevaa pale, engo ya kushuti ile, mimi ndo nilimpandisha. Mimi ndo niliweka ngazi nikampandisha. Hivyo vitu. Lakini pia umeona pale kuna mapulizo mengi sana. Ile idea pia nilifanya mwenyewe kwamba kuna mapulizo, ukae hivi ufanye hivi. Hivyo hicho kitu nilidesign hivyo. Na nilimwambia pia video tufanye kitofauti sana, ukiona ina kama battle fulani hivi. Ina kama vurugu fulani hivi. Na Sara nilitamani ya perform kwa kiwango kile, lakini pia akafanya zaidi ya vile ambavyo mimi nilikuwa nafikiria. Kwa mwisho wa siku ile video watu wamependa, watu appreciate sana kile ambacho kimefanyika. Iko hivyo. Okay. Sasa katika kwa hizi nyimbo ambazo umezitoa karibuni, umeona Sala na kupatia kile ambacho unakihitaji kama meneja? Kwa sehemu naweza kusema ana deserve kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu
nikimwangalia Sara tulikotoka mpaka hapa tulipo, ni pakubwa sana. Ni neema tu ya Mungu na vitu kama hivyo. Anastahili kabisa. Kabisa. Basi nirudi kwa naye stahili mwenyewe. Sara, habari ya kwako? Karibu katika Safina. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina kabisa. Na kuona kwamba jinsi najaribu kuangalia video ya wimbo Testimony na wewe sasa hivi na kuona sasa Sara mwenyewe. Hongera sana kwa kazi nzuri sana ya Testimony. Asante sana, shukuru. Siri ni nini ya kufika hadi kwenye Testimony? Manake ilifanyika kwa mara ya kwanza na imerudiwa tena. Na wewe kama mwimbaji mwenyewe, kwa nini umeamua kuirudia hiyo Testimony? Okay, siri kubwa ni Mungu. Cha kwanza, cha pili, siri ni kuru yangu, nina kuru sahihi. Yaani najivunia sana mpaka kuitwa Sara wa sasa. Na nilipotoka ni Sara wawili tofauti. Tulikuwa tunaongea kidogo hapo nje, wakasema ukizungumzia Sara, niko na director Noah, akasema ukizungumzia Sara umezungumzia taasisi. Okay. Sara ana clue kubwa sana mpaka hapa nilipo, wamenifanya niwe hapa nilipo. Hongera sana. Hongera sana. Baada ya kuiona ile Testimony nikasema hii bana inabidi tuzungumze kwa sababu imekuja kitofauti. Utofauti huu labda umetokana na nini? Kwa sababu tunaona, maana mimi ambaye nafuatilia nyimbo za Injili, wanaoimba hivi mara nyingi ni kutokea kule Kenya, wanaimba hivi. Na nini sasa ambacho kimekupelekea umeona kwamba labda mashabiki wako wanataka uimbaji huu ama? Okay, ukishakuwa mwimbaji unatakiwa uimbe tofauti. Yaani usiwe wa kukalili wewe wa kuimba tu hivi. Unatakiwa huku upate mashabiki wawili, huku upate watatu. Hivyo kikubwa ufuatiliwe na watu wafikie wengi, watu wamjue Mungu kupitia wewe. Maana ukikutana na vijana zaidi wanaruka, unasema yes, unajivunia, unasema hapa Mungu yupo. Sasa pengine hukupata kazi katika kuimba hii Testimony, kurudia na video jinsi ambavyo ilivyoshutiwa, maana yake inaonekana ilikuwa ni katika mazingira fulani hivi ya ugumu, lazima director akwambie bwana hapo panda hapo. Ukupata ugumu? Cha kwanza nilikuwa saluni. Nilipokuwa saluni wakasema tunataka kutengeneza mapulizo kwanza. Nikasema sawa, mimi namalizia kusuka na kuja. Kwenda kwanza sikuelewa. Nikasema haya mapulizo ni nini? Nikuta chumba kimejaa mapulizo. Kuingia nikasema nini? Nikaangalia wenyewe walikuwa wametoka kidogo. Nikaingia ndani nikavaa kwanza. Nilivyovaa akasema usivae hivyo kwanza, unapanda kule juu. Nasema sasa kupanda juu mimi si nitadondoka. Wakasema unatakiwa ukavae pullover uje ukae juu kwanza. Spiti ya kwanza ile. Nikaenda kupanda kwanza. Namshukuru sana vile yangu ana upendo. Kanyaga hapa mpaka juu. Tukakifanya kitu kikubwa zaidi tofauti na mwanzo. Mara kwanza mimi nilikuwa sina mashabiki. Wimbo mkubwa kama huu tulikuwa tumeshauzika tayari. Kwa hiyo tukashauriana na crew yangu tunatakiwa tuirudie wimbo. Kweli watu wameupokea na wengine wanaona kama mpya. Lakini wimbo ni wa siku nyingi. Of course na mimi niliona kama ni mpya kwa sababu niliona wimbo ambao kwa mara ya kwanza nilitazama na tulichikiana nikamwambia nimeona bwana umetoa kitu. Kabisa. Sawa. Sara wa sasa nimemsikia hapo manager anasema Sara wa sasa sio Sara yule wa zamani. Sasa hivi Sara ameenda katika viwango vingine. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu katika viwango hivyo. Lakini sasa hii Testimony imekupeleka mbali, naweza nikasema hivyo. Tutarajie kuna kingine ambacho kinakuja zaidi ya Testimony labda ambayo tumeifanya. Mimi sikai ati useme, yani mimi sikawi batu. Maana nimeitwa mimi kutumika, kuifanya kazi ya Mungu zaidi. Natamani yani nifikie watu wengi. Kwa hiyo ninapofanya kazi kwa kusuasua naona kama siwafikii watu. Kwa hiyo ninapoachia kazi moja baada ya nyingine nakutana na watu wengine yani hivyo watu wengi zaidi. Kama hii Testimony na wiki 2 ina zaidi ya watu 50,000 huko na kuendelea. Kuna ninapotoa moja mfululizo hivyo najipatia watu wengi na watu wengi wanamjua Mungu kupitia mimi. Natamani nifikie dunia nzima. Labda baba wa kiroho pale kanisani ameishaitizama hii na ameshauri chochote? Au kuna watu waumini umewaonesha kuna namna ambavyo amekushauri? Okay, ninachomshukuru Mungu mimi nikitoa tu wimbo maana kesha subscribe channel yangu. Kesha ninamfikia kwa wakati kabisa na waga
akiona tu haachi kunipigia simu. Anipigia simu, hongera mwanangu, sasa hivi unaendelea vizuri na sisi tunakuombea. Nampenda sana mchungaji wangu. Okay. Ananiombea sana. Sawa. Sawa. Tunaisikiliza testimony alafu baadaye tutarejea tuzungumze tena mengine.